Habari, naitwa Maximilian Matle Ranke, mstahiki meya wa jiji la Arusha. Kwanza niwakaribishe kwenye ofisi ya meya wa jiji la Arusha. Lakini leo kwa moyo mkunjufu na furaha ya dhati kabisa ninapenda kuwaambia wananchi wote wa halmashauri yetu ya jiji la Arusha kwamba ndani ya mwezi moja halmashauri yetu imeweza kusaini mikataba ya miradi ya ujenzi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 40. Miradi hiyo ni pamoja na ukumbi wa mikutano wa jiji la Arusha ambao utaenda gharimu zaidi ya shilingi bilioni 6, lakini barabara yetu ya Eso Longdam ambayo ina gharimu zaidi ya shilingi bilioni 3, lakini na ule mradi maarufu wa stendi ya Bondeni. Stendi ambayo ikienda kukamilika itakuwa stendi yenye hadhi kubwa kwa ubora katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Stendi ile iko kwenye package moja sambamba na soko la Kilombero ambayo itakuwa soko la kitalii, lakini na soko pia la kwa Mrombo ambayo nayo itakuwa na hadhi ile ile ya soko la kitalii. Sambamba na hilo pia tuna ujenzi wa bustani ya mapumziko katika bonde la mto Temi. Miradi hiyo yote kwa pamoja ambayo ilisainiwa, na mradi wa mwisho wa stendi ulishuhudiwa na Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa pamoja na mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Paul Christian Makonda ambayo ilisainiwa tarehe 2. Sasa hivi tunapoongea wakandarasi wote wako site, na hii sio namna ya kawaida, kwa sababu kwa kawaida mkandarasi akisaini mkataba anahitaji wiki 2 ya mobilization, lakini tunapoongea mradi uliosainiwa tarehe 2, sasa hivi mkandarasi yuko site. Sio kwamba anafanya mobilization, ameshaanza kabisa kazi ya ujenzi. Kwa hiyo mimi niwape hongera wananchi wote wa halmashauri ya jiji la Arusha, niwatie moyo, lakini niwaambie kwamba jiji lenu miradi ya maendeleo inaendelea. Lakini kwa namna kipekee pia nimshukuru Mheshimiwa Paul Christian Makonda, mkuu wetu wa mkoa wa Arusha, ambaye naye amekuwa ni chachu kubwa ya miradi hii katika jiji letu. Lakini nisisahau pia serikali yetu ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo Dr. Samia ndio aliyeleta pesa hizi katika jiji la Arusha. Kwa ujumla mimi niwatoe wananchi wasiwasi, tuache kusikiliza maneno ambayo ni ya upotoshwaji kwamba hakuna kinachoendelea. Kazi kwa jiji la Arusha inaendelea kwa kasi sana, na mimi ninategemea kuiona jiji la Arusha ikiwa jiji litakalokuwa na miradi mikubwa ya maendeleo. Nimesema tu hii miradi michache ya jiji, lakini tusisahau kazi kwenye uwanja wa Afcon, uwanja wa Samia Suluhu Hassan inaendelea. Tusisahau pia mkataba uliosainiwa kwa ajili ya jengo la mikutano ya kimataifa ya Kilimanjaro International Conference Center, naye mkandarasi anaendelea na maandalizi ya miradi. Kwa hiyo kwa ujumla kazi katika jiji letu linaendelea, na mimi niseme Dr. Samia mitano tena. Sina uhakika sana mbunge anatoa takwimu hizi wapi, kwa sababu yeye ni mjumbe wa baraza la madiwani, anatakiwa haya mambo ayalete kwenye baraza letu. Lakini kama mtakumbuka waandishi wa habari, mbunge alitoa upotoshaji mkubwa bungeni, lakini baada ya pale akasimama mwenyewe pale akaomba radhi kwamba alipotosha bunge. Kwa hiyo ninahisi ni katika mstari huo wa upotoshwaji unaendelea. Lakini mimi niseme jiji la Arusha kwa mfano, kwenye vivuko tulitenga zaidi ya shilingi milioni 400, na vivuko vimetengenezwa kwa zaidi ya 90%. Barabara hizo mnazosema, greda la jiji lile na yale magari tulionunua ambayo yamegharimu kiasi cha shilingi bilioni 2.3 nafikiri, greda ile iko mtaani siku zote na magari yako mtaani siku zote. Sijui leo iko wapi, lakini kwa namna ambapo tunachapa kazi, mimi niseme niwapongeze kwanza madiwani ambao wanasimamia halmashauri. Wamefanya kazi kubwa sana, lakini kwa namna kipekee pia ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Arusha Bwana John Lipes Kayombo pamoja na wataalamu, kwa ukweli Mungu awabariki sana, wanafanya kazi kubwa, na wananchi ni watoe wasiwasi. Jiji lao liko imara, liko makini, na kazi inafanyika kwa kasi sana.